Kivona Media, karibu sana kwenye Sport News, sehemu pekee ambao unajua mengi ya kimichezo ndani ya nchi na hata nje ya mipaka ya Tanzania. Na kualika kwa moyo mkunjufu, naitwa Rashid Mchome, bingwa uzito wa juu. Nitadunda na wewe kuanzia muda huu mpaka pale nitakapokupa mkono wa kwaheri. Kubwa zaidi ni michuano ya kombe la Muungano ambayo hapo jana imemalizika kwa Simba kuondoka na kikombe hicho kwa kumchabanga Young Africans kwa goli 1-0. Ushindi huo una maana gani? Tutaujadili kwa ukubwa kwelikweli, lakini michuano hiyo ilichagizwa na vitu vingi kwelikweli. Miongoni mwa vitu vilivyoongeza mvuto ni tuzo ambazo zilikuwa zikitolewa katikati ya michuano, dakika 90 ya michuano hiyo. Kila mtu alikuwa akishuhudia kile ambacho kilikuwa kikitolewa. City Institute of Health Dar es Salaam ilikuwa kifua mbele kutoa tuzo ya Best Fair Play of the Match, na tuzo hii ilikuwa ikiwafanya wachezaji kushuhudia mchezo wa kiungwana, jambo ambalo lilikuwa likiwavutia wengi kweli kweli. Aliyefanikisha hili ni mkurugenzi wa City Institute of Health Dar es Salaam, Daktari Shabani Amiri Mwanga, na kwenye line tuko naye hapa. Twende kuzungumza naye atujuze mipango yao na kitu gani wamefanikiwa katika michuano hii. Shabani, habari za wakati huu? Habari za mchana, habari za Dar es Salaam. Dar es Salaam tuko vizuri. Hongera kwa kile ambacho umekifanya na pole kwa majukumu. Asante. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumemaliza salama. Tumeanza mashindano haya takriban wiki mbili zilizopita, na leo hii yamekamatika kwa jana. Simba Sports Club kutoka jiji la Dar es Salaam kuwa mabingwa wapya wa kombe la Muungano, lakini pia kuondoka na kitita cha shilingi milioni 150, fedha ambazo tangu kombe hili lianzishwe hakuna timu ambayo imeweza kupata au kuvuna fedha nyingi kiasi hicho, kuonyesha kwamba mashindano ya mwaka huu yalikuwa ni mashindano bora zaidi kutokea. Tujuze sasa, kama mkurugenzi wa City Institute, dhamira yenu ya kwenda kudhamini michuano hiyo na kile hasa ambacho mmekipata katika michuano hiyo, ni mmefanikiwa kwa kiasi gani katika udhamini wa michuano hii? Mafanikio ni makubwa kama wadhamini, mafanikio ni makubwa. Kwanza unajua kauli mbiu ya mwaka huu ni soka linatuunganisha. Muungano Cup 2026, mpira unatuunganisha. Kwa hiyo kikubwa tulichokivuna ni hilo jambo la kupata muunganiko na baadhi ya watu wanasema kupata connection nyingi. Kwanza ndio hilo, lakini kubwa zaidi ni kuendelea kuboresha mashirikiano yetu makubwa yaliyopo kati ya City Institute Dar es Salaam na ZFF ya hapa Zanzibar. Tumekuwa wadau kwa muda mrefu, tumekuwa tukifanya mashirikiano makubwa kupitia kombe hili la Muungano. Tumeona kwamba mahusiano yetu na mashirikiano yetu yamezidi kuwa makubwa zaidi. Hilo ndilo ambalo tunaweza tukalizungumza, lakini zaidi ni kule kupata exposure. Tumepata exposure kutoka maeneo mbalimbali, tumekutana na watu mbalimbali, tumekutana na timu mbalimbali. Hilo pia linasababisha sisi kama taasisi kuvuna mahusiano mengine na timu mbalimbali, lakini watu kutoka maeneo mbalimbali. Na zaidi ni kuona experience mpya ya kombe la Muungano pale waandaaji au kamati ya maandalizi ilipoamua kuleta refa kutoka Jamhuri ya Watu wa Kenya, kitendo kilichokifanya mashindano haya kuwa na furaha ya aina yake, lakini zaidi pia kuona kujifunza jinsi gani ya kuandaa jambo kubwa kama hili. Kamati ya ZFF nadhani kuna cha kujifunza kutoka ushirikiano walionyesha, lakini ukubwa wa ZFF pia umesababishia sisi kuweza kujifunza mengi. Hata tukitaka kufanya jambo letu, angalau tumepata elimu, tumepata mafunzo, lakini tumepata experience kutoka eneo hilo. Shabani, umezungumza kwa ukubwa kweli kweli na nikushukuru pia, lakini tujuze sasa vitu gani vinafuata na msimu unaokuja, kitu gani cha tofauti City Institute watakuja nacho katika michuano mbalimbali ambayo itakuwa na shiriki kama wadhamini? Sisi kama City Institute tunaendelea kusema kwamba mashirikiano yetu na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar yataendelea, mashirikiano yetu na taasisi mbalimbali za hapa Zanzibar yataendelea.
na kupitia mashindano haya yapo mambo makubwa yatakuja siku za hapa usoni, kwa sababu tumekutana na watu wengi, tumekutana na taasisi nyingi za serikali hapa visiwani Zanzibar, na baadhi tumeingia nazo makubaliano ambayo hivi karibuni tutayatangaza ni mambo gani ambayo yametokea kupitia mpira huu au kupitia kombe hili la Muungano. Kwa hiyo kubwa zaidi ndio hilo ambalo sisi kama taasisi tutaendelea kushirikiana nao, lakini sisi kama taasisi tunaahidi kwamba tutaboresha maeneo yetu ambayo tulikuwa tunayahudumu kama eneo la fair play, lakini kama eneo la mchezaji bora chipukizi. Haya ndio maeneo yetu ambayo tulikuwa tukihudumu, lakini kwa msimu ujao nadhani tutajitanua zaidi na tutaangalia ni jambo gani zaidi la kufanya ili kuwa katika ubora wa hali ya juu, lakini pia kuwa tofauti na mwaka huu ambacho kitendo hicho kitatutofautisha sasa na watu wengine, lakini kitendo hicho kitatutofautisha sisi na taasisi nyingine kama inavyofahamika kwamba taasisi yetu ni moja ya taasisi kubwa, ni moja ya taasisi bora ambayo inatoa taaluma au inatoa elimu ya afya na sayansi shirikishi hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo haya yote kwa yote ni kwamba next time lazima tutakuja kivingine, lakini next time pia tutaboresha maeneo mbalimbali ambayo tunaamini kabisa yatakuwa na tija, lakini yatakuwa yanaleta utofauti kati yetu na watu wengine.